Ulimwengu una maajabu mengi, lakini hakuna jengo hata moja duniani lenye historia ya kijasiri na ya kuvutia kama hili. Waza jengo ambalo ujenzi wake ulikataa kufa, lilinusurika kwenye vita kuu mbili za dunia, ikapita kwenye mapinduzi ya viwanda, na ujenzi wake ukaanza miaka 21 kabla binadamu hajavumbua ndege ya kwanza kuruka angani. Baada ya kusubiri kwa miaka 144, migogoro ya kisiasa na changamoto zilizoshinda vizazi na vizazi, hatimaye lile kanisa refu zaidi na lenye ukuta mkubwa zaidi duniani la Sagrada Familia limekamilika. Kaa mkao wa kusikiliza, kwa sababu leo nakwenda kukushusha hadi jiji la Barcelona kukufungulia kurasa za muujiza huu wa usanifu majengo. Mimi ni Pedro wa Samson, twende kazi. Ili kuelewa ukubwa wa jambo hili, inabidi turudi nyuma hadi mwaka 1882. Wakati huo usafiri mkuu wa umbali mrefu ulikuwa treni za makaa ya mawe na meli za mvuke. Wazo la kwanza halikuwa kujenga jengo hilo kubwa tunaloliona leo, ilikuwa ni kanisa la kawaida tu la jamii. Lakini mradi huo ulikuwa na kitu kimoja cha kipekee: ulikuwa hautegemei pesa za serikali wala za Vatican. Kila jiwe lililowekwa lilitegemea sadaka na michango ya watu wa kawaida. Ndio maana tangu siku ya kwanza ujenzi huu ukawa kama mbio za nyika. Mwaka mmoja tu tangu ujenzi huo uanze, usukani wa mradi huo uliangukia mikononi mwa kijana mmoja genius aliyefahamika kwa jina la Anton Gaudi. Alibadilisha ramani yote na kuingiza miundo ya ajabu inayofanana na misitu, wanyama na mawimbi ya bahari. Gaudi alitoa maisha yake yote kwa mradi huu hadi kifo chake cha ghafla mwaka 1926, lakini aliacha misingi thabiti iliyoongoza wasanifu wengine kwa karne nzima. Sasa kwa nini jengo hili linaitwa maajabu ya usanifu? Angalia ubora wake. Nje ya kanisa kuna kuta tatu kubwa zinazosimulia maisha ya Yesu, kuzaliwa, kuteswa hadi utukufu wake. Kila ukuta una maelfu ya sanamu zilizochongwa kwa ustadi wa hali ya juu. Ukiingia ndani ya kanisa hili, unakuwa kama umeingia kwenye ulimwengu mwingine. Kuta zake kubwa hazinyooki tu kwenda juu, zinajigawa kama matawi ya miti yakishikilia dari linaloonekana kama majani, na kilele cha maajabu yote ni madirisha ya kioo. Gaudi alipanga madirisha haya kwa namna ambayo jua la asubuhi likiingia ndani ya kanisa kunakuwa na mwanga wa rangi za kijani na bluu, na jua la jioni likishuka, kanisa zima linabadilika na kuwa na rangi nyekundu na ya machungwa kama moto. Baada ya karne tatu za kupishana, hatimaye mnamo Juni mwaka 2026, ulimwengu umeshuhudia ndoto za Anton Gaudi ikitimia rasmi. Huu ndio mwaka ambao mnara mkuu wa Yesu Kristo umekamilika. Mnara huu una urefu wa mita 172.5, urefu unaolifanya rasmi jengo hili kuwa kanisa refu zaidi duniani. Miaka 100 tangu kifo cha Gaudi na miaka 144 tangu jiwe la kwanza liwekwe, kazi imekwisha. Sagrada Familia ni dhihirisho kwamba wakati mwingine vitu vizuri vinachukua muda. Binadamu tunaweza kufa na vizazi vinaweza kupita, lakini maono ya kweli yanayoishi ndani ya mioyo ya watu hayawezi kufutwa na muda, vita wala ukata wa pesa. Ni ushindi mkubwa wa sanaa dhidi ya wakati.